Holy of holies, I enter through the blood of the Lamb. I enter. Sasa ukitaka uwe Mkristo aliyefanikiwa, litii neno la Mungu, tii maelekezo ya watumishi wa Mungu wanaposimama madhabahuni. Kama nilivyosema, kiburi ni kujiona bora kuliko wengine, kujitegemea. Unaanza kumtegemea Mungu, unategemea akili zako, unajiona wewe ndio unajua sana. Kama ni maandiko ndio unajua sana maandiko. Kama ni kuimba ndio unajua sana kuimba. Kama ni kuhubiri ndio unajua sana kuhubiri. Maana hii kiburi haina cha askofu, haina cha mchungaji, haina cha mtume, haina cha nabii, haina cha wazee wa kanisa, haina cha shemasi, haina cha waimbaji. Wote hii ni dhambi ambayo tunaweza ikatupata. Jamani, amina. Hata mimi mwenyewe kama napewa maelekezo yangu na viongozi wangu nikaacha kutii, hiyo ni nini? Naingiwa na kiburi. Sasa ili tuwe salama, wapendwa, lazima tunyenyekeane. Nikasema kiburi ni kukataa kusikia, kushauriwa. Bwana usifanye hivi. Usifanye hivi. Usifanye hivi. Yaani wewe usikii. Hata pale nyumbani unakuta watu kwenye ndoa, mume anatoa maelekezo, bwana mke wangu usifanye 1 2 3, hataki. Au mke anamshauri mume wake, mume wangu jamani nakuomba tafadhali usifanye hivi jamani, mume hataki. Hiyo tunaita kiburi. Watoto wanapewa maelekezo, usifanye 1 2 3, usifanye hichi na hichi na hichi mwanangu, hiyo ni mbaya, anafanya. Mwanangu usiende kule, hapana. Usiende pale, hapana, unaenda. Hiyo ndio tunaita kiburi. Jamani, amina. Kiburi unakataa ushauri, unashauriwa unakataa, unaelekezwa unakataa, unaambiwa unakataa. Jamani, tuwe wanyenyekevu, tupokee mashauri, tupokee maelekezo. Sema amina. Kuanzia kwenye familia, kanisani na kote, tupokee maelekezo, tupokee ushauri. Bwana atatuepusha na dhambi ya kiburi. Hebu ngeukie mwenzako, mwambie pale kwenye familia yako, ukishauriwa jambo, je, unakubali ushauri? Yaani hata baba na mama, watoto wanaweza wakawashauri watoto, baba na mama, jamani naomba msifanye hili jambo litafanya. Amna, nyie watoto mtatuambia nini? Hata watoto wanaweza wakatoa ushauri. Kwa hiyo tunaona kiburi kinaweza kaanzia kwenye ngazi ya familia. Mke anashindwa kumtii mume wake, au mume anashindwa kupokea ushauri wa nani? Wa mke wake. Hiyo tunaita nini? Kiburi. Watoto wanashindwa kuwasikia wazazi wao. Hiyo tunaita nini? Lakini haimaanishi tukubali sasa mambo mabaya au ushauri mbaya tunaoambiwa. Tunakubali ushauri wa kibibilia na ushauri wenye faida kwenye maisha yetu. Mtu akikushauri jambo ambalo ni kinyume na neno la Mungu ukakataa, hiyo hatutafsiri kama kiburi. Sio, mmenielewa? Kwa mfano, bosi wako anakuambia, hebu andika hizi pesa tuibe au tutagawana. Unasema, bosi mimi sijiingizi huko. Kweli ni bosi wangu na sijiingizi. Uweze ukatii kwenye dhambi. Hebu chukua haya mafaili, naomba unipelekee wapi? Nipelekee labda unipelekee ofisi fulani. Alafu akakataa kupeleka yale mafaili. Alafu akaja akayakuta, vipi mbona hujapeleka? Nitapeleka. Alafu akanakuta hajapeleka. Je, hiyo ni kiburi? Sio kiburi. Yaani kiburi haina maana kwamba tutii watu wakituambia mambo mabaya, au mke anashauriwa na mume wake kufanya mambo mabaya, au mume ashauriwa na mke kufanya mambo mabaya, eti akikataa ni kiburi. Hatuna maana hiyo. Tuna maana ushauri na kutii yale ambayo yanaendana na neno la Mungu. Sema amina kama unanielewa.